Watu wamechukua ndoo nyumbani wanaondoka nayo. Unafikiri nini hasa ambacho Simba amekosea kwenye mchezo wa leo? Mchezo wa leo ni kwamba timu yetu issue ni quality. Sawa, issue ni quality, kuna maongezeko yanatakiwa yaongezeke. Ili kuweza kujazia tuweze kufanya vizuri. Na binafsi mimi siwezi kulalamika sana, ingaje roho inauma pia. Kwa sababu unaweza ukawa unaumia lakini usilalamike. Ni kwamba timu yetu sasa hivi tunaijenga timu yetu. Tumefanya maongezeko mapya kwa wachezaji wengi takriban zaidi ya 10. Sawa. Kwa hiyo mimi binafsi kwa mechi ya leo nasema ni quality, lakini kuna madhaifu mengi yameonekana na yamedhihirisha uhalisia wa mpira wa Afrika. Kwa namna ambavyo pengine refa amechezesha, wewe unahisi labda kuna kitu kingine nyuma tofauti na vile ambavyo sheria za mpira wa 17 zinatakiwa zisimamiwe? Binafsi mimi naamini kuhusu hilo, kwa sababu wasiwasi ulianza kabla. Kuna mambo yalitokea haya kubadilisha uwanja nini. Kwa hiyo yote ni viashiria vibaya vya kwamba hii mechi inaweza ikawa ni mbaya. Na sisi watu wa mpira, au sio? Na uzuri ni kwamba mpira unaonyeshwa na Azam TV, kila mmoja anaona, sawa? Si kwa sisi, hata wale walioko nje wanaangalia mpira ule kupitia Azam TV, au sio? Ni kwamba kilichotuathiri sisi, sawa? Kwa sababu kila nyumba lazima iwe na nguzo, au sio? Kilichotuathiri sisi ni kadi nyekundu ambao walipewa Kagoma. Hata katika ukiangalia kimpira ni kwamba ile haikuweza kuwa ile direct red card, kwa sababu haikuwa mbaya kama hivyo. Kwa hiyo ile pale kumtoa Kagoma, na Kagoma yule mwamba kaka. Unaona, alafu mwisho wa siku hamwezi kuwa imara. Kwa hiyo inauma, lakini ndio Afrika sasa, lazima tuelewe kuhusu hilo. 1993 kombe liliondoka hivi katika dimba la Uhuru, na kwa maneno ya mzee Hassan Dalali alisema kwenye ile mechi walihujumiwa. Umeona mazingira kama hayo katika mchezo wa leo? Kadi nyekundu ile ni mbaya, ule ni muhimili, Kagoma ni muhimili. Kwa hiyo kadi nyekundu ile imetuathiri kwa asilimia kubwa. Sawa, unajua unapompa mtu kadi nyekundu kwenye mechi ya finali au mechi yoyote tu, kimsingi unawavunja watu, unawadiscourage watu ile ari ya kupambana, au sio? Kwa hiyo naweza nikasema ni hujuma, ila sisi bado tunajenga timu. Tuna maongezeko mengi. Alichokuwa analalamika ni kwamba ni hujuma zile za nje ya uwanja, kwa maana pengine kuna mtu ametengeneza mazingira ambayo Simba hawalitaka labda pengine wasichukue ubingwa. Wewe umehisi kuna mazingira ya aina hiyo kwa namna ambavyo umetazama mchezo na namna ambavyo unaifuatilia Simba na mpira wetu wa Tanzania pamoja na Afrika kiujumla? Inaonekana dhahiri. Unajua kwa sababu gani nakwambia? Najua watu wameuangalia mpira, wameuona, na mzungumzaji mzuri ni yule anayeweza kujisikiliza. Kwanza jisikilize ili uweze kuwa mzungumzaji mzuri, maana ukiuliza swali itakuwa ni rahisi kulijibu, au sio? Kwa sababu na wewe pia unafanyaje? Na anayefuatilia mpira vizuri ni vizuri kuwa na kumbukumbu ya matukio, sawa? Ili uweze kujua madhaifu na kwamba tatizo liko sehemu gani. Kwa mfano, unakuja kuangalia mazingira hayo ambayo yalikuwa kama mechi imepangwa, au sio? Angalia kwa mfano, kuna mpira mmoja tulikuwa tunashambuliwa sisi, au sio? Kamara goalkeeper karuka kuudaka ule mpira, lakini ule kachezewa. Sasa kipa lazima alindwe, au sio? Lakini pale inaonekana kuna forward ambaye alimgadi pale, ule mpira ukamponyoka, refali akaacha ukatoka kaeka kona. Na wao Berkane ilitokea kama vile kwa goalkeeper wao. Tuna Jesse Mukwala analuka, au sio? Mwisho wa siku refa kaifuta. Angalia kadi nyekundu ya Yusuf Kagoma, au sio? Haikuwa direct ukitazama kwa sisi watu wa mpira, au sio? Umeona, lakini kwa sababu mpira mechi ya leo ilikuwa imepangwa, unaiona. Kwa mfano ya Kagoma akapewa red card, lakini na wao tulikuwa tunashambuliwa kwa kasi. Sawa, Chazi ya Ua anaondoka, yule Kamara yule ambao alikuwa anamzungumzia majirani zetu kwamba huyu ndo mtu hatari, kaenda kamchezea faulo ambao unaiona kabisa ile pale tulikuwa tunaenda kufanya jambo, au sio? Mwisho wa siku hata kuonya refa anacheka na anazuia. Hivi hatuelewi kwa nini inauma kaka. Swali la mwisho, inaonekana mashabiki wa upande wa pili kwa maana ya Young Africans ukipita mtaani au namna ambavyo unasikia kelele ni kama kelele ambazo wao wanafurahia nyinyi kulikosa kombe hili. Unafikiri ni kwa nini wanafanya kitu ambacho pengine hakutakiwa kukifanya, kwa sababu wote sisi ni Watanzania, wote tuko katika ardhi moja? Huwezi kumlalamikia. Unajua aliyekuwa nacho, sawa, huwa kuna kelele nyingi zinapitia kwa watu, lakini yeye hazisikii, sawa. Lakini anayelalamika ni yule ambaye yuko chini, au sio? Yanga lazima wacheke na kufurahi kupitia hivyo, lakini leo sisi tunacheza finali, au sio? Na sio kinyonge, ni kama hivi, na wao wameona. Na uzuri ni kwamba si nzuri katika mpira wa Tanzania, lakini ndio kama hivyo, sawa. Ingawaje sasa
kucheka kwao ni kutupa sisi nguvu. Sisi tunajenga timu kaka, sisi tunajenga timu. Nafikia msimu ujao tutafanya vizuri zaidi kwenye mashindano ya klabu bingwa baada ya kuchukua ligi. Kuna wale mashabiki ambao baada ya dakika 90 kuisha, labda pengine wengine timu inapoteza labda kwa idadi ndogo au kubwa, lakini lawama nyingi huwa zinakuwa ni kwa viongozi, wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Unawaambia nini mashabiki wa aina kama hiyo? Mimi niwaambie tu kwamba inahitajika ni utulivu. Wakumbuke kwamba leo tumecheza fainali, lakini fainali hii sisi tunajenga timu kaka. Hata hivi tunatakiwa tuwapongoze viongeze wetu na wachezaji, kwa sababu timu iliyoingiza wachezaji zaidi ya 10 hiyo inajengwa. Kwa hiyo kilichotokea hichi mwanzoni unaweza ukakiona vipi tunaenda hatua kwa hatua kwa hatua. Kwa hiyo watatakiwa wapate nini? Utulivu, kwa sababu timu yetu sisi kiukweli yani inajengwa. Watambue kwamba wachezaji 10 ni wengi. Sawa? Kwa hiyo hii timu inajengwa, watulie, tutajenga timu, mwisho wa siku tutachukua. Nafikia hatuko mbali kuchukua ubingwa. Bwana, pole sana kwa matokeo. Nafikiri tutakutana wakati mwingine. Sisemi asante kwa sababu nimeumia, lakini fresh tu. Shukran. Yes, mara baada ya dakika 90 za mchezo kati ya Simba dhidi ya RS Berkane kutamatika pale visiwani Zanzibar, na RS Berkane kuondoka na kombe pale visiwani Zanzibar kuelekea kwao Morocco. Niko tawi la Makangalawe la Young Africans ambao nimekuja kupata maoni kuhusiana na dakika 90 za mchezo kwa namna ambavyo wao wameutazama. Habari yako ndugu yangu? Bwana, salama ndugu yangu. Nafikiri mtani umemwona, dakika 90 kacheza, lakini mwisho wa siku 1-1 Berkane bingwa. Unalipi la kusema? Kwanza ndugu zetu unajua walijiamini sana. Walijiamini sana, lakini walisahau kwamba ile ni fainali. Lakini zaidi ya fainali wale watu kutana nao ni watu kweli. Kwa hiyo sisi hatuna namna ya kusema, tunawaambia tu walichokipanda ndio tulichokivuna, kwa sababu timu bora inashinda. Umeona bwana, kwa hiyo walikuwa dhaifu, wenzao wametuma udhaifu wao, wamesawazisha goli, ndio hivyo wameshatoka. Berkane of course wametutia aibu kwanza. Tutia aibu kwa sababu wewe mechi ya fainali, kombe liko uwanjani, alafu uko kwako unakuwa mambo ya kisemezembe kwa namna ile. Tunapa pole of course. Tunapa pole sana. Nafikiri ni kwa nini Young Africans mmefurahia sana, nikipita mtaani, nikipita kwa watu, mmefurahia sana na matokeo haya 1-1 kwamba Simba kakosa ubingwa. Kwa nini mmefurahia kiasi hicho? Kwanza ndugu yangu, naomba nikwambie leo ni siku ya kula kuku leo. Leo nyumbani. Nyumbani leo ni siku ya kula kuku. Sisi wao ni lazima tufurahi kwa sababu sisi mechi ya Mamelodi ile tulifunga lile goli. Refaria kalikata huyu ambaye leo kachezesha. Yes, ambaye alikuwa anachezesha. Na wao walifurahi sana, walirukaruka sana. Lakini leo wanamlaumu yule refa, anasema eti goli la Yanga lilikopo ni halali. Kwa hiyo refa ana tabia mbaya na timu za Tanzania, sio kweli. Sisi na Mamelodi tumetoka draw, hatujafunga goli, yamekwenda matuta, sisi tumetoka kwa matuta. Ila wao wamepigwa. Kwa hiyo lazima tufurahie. Kwa sababu wao sisi hatujafungwa. Sisi hatujafanya nini? Sisi hatujafungwa. Ila kanuni sisi ndio imetutoa. Wao wamefungwa. Wamefungwa ngapi unajua? 3-1. 3-1. Kwa sisi bado ni wanaume. Kwa sisi tunafurahi of course. Leo ni siku ya sherehe kwetu. Yeah. Kabla ya mchezo huo kulikuwa na maneno mengi sana kutoka kwa maafisa habari wa Simba, lakini pia kwa mwenyekiti wa zamani wa Simba Sports Club kwa maana ya mzee Ismail Aden Rage, kwamba maneno fulani ya vitisho, lakini wengi waliyatafsiri kwamba ni alikuja kwa upande wenu. Unafikiri ni kwa nini maneno yale yalitokea? Kwanza nataka tu nikwambie kitu kimoja. Kwanza kwa mujibu wa sheria za Tanzania, kile walichokifanya ni jinai. Walichokifanya pale. Kwa sababu uwezo kumtishia madamu mwenzio maisha. Toja kutishia tu tayari umeingia kwenye hatia. Kwa hiyo wana makosa. Lakini tunajua makosa yao yametokana na nini unajua? Kwa sababu tayari washakuwa na pressure. Kwa hiyo sasa ile pressure ndio ambayo wanafanya maneno ya ovyo ovyo yafanya nini? Ya watoka kwenye vinywa vyao. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria ni kosa, na sio hivyo tu, lakini wamefanya uwanjani. Tumeona mashabiki waliokwenda uwanjani na jezi za Yanga wamewatoa.